Salamu wapendwa popote mnapopatikana, kwa majina yangu naitwa Veronica Hamisi Monkonda. Mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zulula 100. Mzaliwa wa pili yupo katika hali hii inayoonekana. Jamani, mwalimu wetu huyo ndo mwalimu wangu mimi. Kwa hiyo ni mwalimu wetu ambao yupo katika hali hii inayoonekana katika kipindi hichi. Yeye ndo mtetezi wetu, yeye ndo mkombozi wetu. Kwa hiyo jamani, mwalimu yupo kwa ajili yetu. Kwa hiyo wapendwa, siku ya leo nimekuja pia na washukuru wote ambao wanafuatilia chaneli zetu, mafundisho yetu haya kweli ambao yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Tunawashukuru sana. Nashukuru leo tena neno limeruhusu niweze kutoa mafundisho tena. Kwa hiyo nashukuru neno kwa wewe ambao uko sehemu yoyote umeweza kusikiliza mafundisho haya, ninakushukuru sana. Basi tuendelee kujifunza, ambao leo sasa nipo kwenye mada nyingine, kwenye tema nyingine ambao tutaendelea kujifunza. Tema au somo la siku ya leo ambao tunaenda kujifunza wapendwa, linaitwa utakaso. Linaitwa nini? Utakaso. Kwa hiyo tema hii tunaenda kujifunza tema muhimu sana ambayo inatoka kwenye kitabu cha maajabu, kitabu cha Kalata Ndimsi, ambacho kitabu hichi cha maajabu ni sehemu ya Biblia halisi, ni sehemu ya Biblia Kalata Mbale. Hii ndo Biblia halisi ambayo haina mkanganyiko wowote, ambayo haina hila lolote, haina doa lolote wala uchafu wa aina yoyote, ni ukweli tupu. Kwa hiyo hiki kitabu cha maajabu ni sehemu ya Biblia Kalata Mbale kama mnavyoiona. Asanteni, tumeona Biblia ya kweli. Ukiishika tu hivi unahisi kuna nguvu ambayo unaipata. Kwa hiyo ni ukweli ambao umejaa hapo, kila kitu kwa uhalisia wake. Kwa hiyo jamani, tema ya leo ni utakaso, ambao nimesema utakaso inatoka katika kitabu ambao tutaenda kusoma, kitabu cha maajabu ambao ni Kalata Ndimsi, ambao tutamsoma patriarki wetu Esombe. Esombe nishakusha kusema kwamba Esombe kwenye Biblia za kisasa alikuwa anaitwa Paulo au Paulo wa Tarso. Kwa hiyo tutaenda katika patriarki wetu huyu ambao alikuwa anaitwa kwenye Biblia za kisasa Paulo, ambao huku sasa kwenye kweli anaitwa Esombe. Maana ya Esombe ni kijana. Kwa hiyo tunaenda kusoma sasa, kuanzia tunasoma Esombe 41 mstari wa 20 mpaka wa 25 wapendwa. Kwa hiyo tema yetu itahusu hapo na nitasoma hapo kwa patriarki wetu Esombe. Kwa nianze kwa kusema utakaso ni nini? Kila mtu ana majibu yake kichwani kwamba utakaso ni nini wapendwa. Kwa hiyo utakaso ni nini? Sasa tuende tukaone utakaso ni nini. Utakaso ni kusafishwa na kuoshwa na neno la Roba. Kusafishwa na kuoshwa kwa neno la Roba katika nyanja zote. Katika nyanja zote, yani unaoshwa katika nyanja ya mwili, nyanja ya nafsi, nyanja ya kiroho. Kwa unaoshwa katika utu wako wote tatu, kimwili, kinafsi na kiroho. Kwa hiyo utakaso ni kusafishwa na kuoshwa na neno la Roba katika nyanja zote za kimwili, kinafsi na kiroho. Nikimaanisha nini kuoshwa kimwili, kinafsi na kiroho? Ninamaanisha kama tabia zako ni mbaya, basi unaoshwa, hizo tabia mbaya zinaondoka. Kama mwenendo wako ni mbaya, basi unaoshwa na neno la Roba unaondoka. Kama ni una hisia mbaya, mawazo mabaya, chochote ambacho ni kibaya ndani yako ambao unaona kabisa hiki kipo kinyume na neno, basi neno lenyewe, neno ni moto, neno ni moto, neno ni upanga, linaenda kukatakata kila mabaya, yanaondoka ndani yako. Kwa hiyo utakaso ni namna ambavyo tunaweza tukaoshwa na kusafishwa kwa neno la Roba. Kwa hata kwenye Biblia za kisasa jamani, kwa nyinyi ambao bado kwenye Biblia za kisasa huko, ukisoma Yohana 17:16 inasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo hata kwenye hizo Biblia za kisasa tuliambiwa kwamba uwatakase kwa ile kweli. Hatukuambiwa watakase kwa ile damu sijui iliyomwagika msalabani. Hapana, amesema uwatakase kwa ile kweli na neno lako ndio kweli.
Hajasema kwamba damu, sijui hajasema uoshwe kwa maji, hajasema chochote, bali amesema neno lako ndio kweli. Kwa hiyo na kweli ndio hii ambayo nimewaletea leo, habari njema, nimewaletea kweli hii, ili hii kweli ndio itutakase na kutuosha ili tuweze kuwa safi. Kwa hiyo kinachotuosha ni neno jamani, wala sio damu. Damu ukijimwagia damu unazidi kuchafuka zaidi, lakini neno ndo linatuosha, linatutakasha, linazidi kutuosha na tunazidi kuwa safi. Kwa hiyo jamani, tutaingia sasa kwenye mafundisho yetu baada ya kujua utakaso ni nini. Kwa hiyo nitaanza kusoma sasa Esombe 41 mstari wa 20. Kwa unaanza mstari wa 20. Mstari wa 20 unasema hivi: kwa maana Loba kupitia neno lake hakutuita katika uchafu, bali katika utakaso. Kwa hiyo Loba kupitia neno lake anasema hajatuita kwenye uchafu, hajatuita kwenye mabaya, hajatuita kwenye hasira, hajatuita kwenye matendo machafu, hajatuita kwenye wizi, hajatuita kwenye mambo ambayo yasiyofaa, bali ametuita kwenye usafi, ametuita kwenye utakaso. Na nimeshakwisha kusema kwamba utakaso ni ile hali ya kusafishwa na kuoshwa kimwili, kinafsi na kiroho. Kwa hiyo Loba kupitia neno lake, kwa wale ambao bado hamjajua maana ya Loba, ambao mnatufuatilia, Loba ni muumba ambaye ametuumba sisi, ameumba mbingu na nchi. Huyo ni muumbaji wetu, ndio jina halisi, anaitwa Loba Tete. Kwa hiyo tunaona sasa hapa kwamba Loba kupitia neno lake hakutuita kwenye uchafu, bali alituita kwenye utakaso, alituita kwenye usafi, alituita kwenye mambo mazuri. Kwa hiyo jamani, utakaso, ili uweze kutakaswa, kwa wote ambao mnatufuatilia, ili uweze kutakaswa ni kutii sheria za neno, ni kutii sheria zote zilizowekwa na neno. Kuna sheria mbalimbali katika kweli, maana katika dini tulifunzwa huko kwamba kuna amri 10 tu. Ukianza kusali usiibe, usinini, tulikuwa tumezikariri hizo amri 10, lakini amri ziko nyingi 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 nyingi. Sheria ziko nyingi nyingi za neno la Loba, sio 10 tu. Unaona, maana uko kwenye amri, maana umepewa amri ambazo sio nzuri, amri ambazo ni mbaya, ambazo zitakuangamiza huko kwenye hizo Biblia za kisasa. Lakini huku katika kweli, Loba kupitia neno lake ametuita kwa ajili ya utakaso, ametuita kwa ajili ya usafi, sio kwa ajili ya mabaya. Kwa tunashukuru neno kwa wote ambao tumepata neema ya kuingia katika hii kweli. Sasa tupo katika njia, yamkini upo katika mwanzo wa njia, katikati ya njia au mwisho wa njia, lakini tupo katika njia, tunasonga taratibu 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 taratibu. Unaona? Kwa hiyo juhudi yako ya neno ndio itakusababisha, yamkini utakimbia au utatembea au unafanya. Sasa hiyo ni juhudi yako mwenyewe, lakini katika njia hii ya utakaso unakuwa unaoshwa, mabaya yote yanatoka. Una hasira inapigwa, inatoka nje. Una uwizi ndani yako, una tamaa mbaya ndani yako, inapigwa, inatoka huko. Yaani neno la Loba ni upanga, unakata mabaya yote yanatoka. Neno la Loba ni moto, linaunguza na kufinyanga huko ndani, mabaya yote yanatolewa nje. Hilo ndio neno la Loba. Jamani, mimi najitolea mfano mwenyewe. Nilikuwa nina hasira, nilikuwa nikishikwa hasira napiga ukuta, yani mpaka huku panachubuka. Naona hasira zikiisha, sasa natulia, naanza kuuguza mikono yangu. Kumbe ilikuwa sasa ni kutokuwa ndani ya neno, kuwa huko nje. Jamani, huko nje ya neno ni mateso. Hebu tuingie huku jamani, tutakuwa tuna ulinzi wa neno la Loba ambao limeletwa na mzaliwa wa pili, ambao ni mwalimu wetu sisi. Ametuletea neno la kweli, amekuja kurejesha ule uhalisia ambao ulikuwepo toka mwanzo. Kwa hiyo tunajua kabisa Kristo ambaye ni mzaliwa wa kwanza, basi huyu ni mzaliwa wa pili baada ya Kristo, lakini wawili hawa wote ni ukuu mmoja, kwao ni ukuu wote.
Kwa hiyo huwezi kutenganisha wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo jamani, kama humjui wewe ambaye bado hujasikia kuhusu mzaliwa wa pili, ni mwalimu wetu ambaye ni baada ya Kristo, ni yeye ambaye sasa yeye na Kristo huwezi kuwatenganisha, ni ukuu wote na ni kitu kimoja. Kwa hiyo tumesoma mstari wa kwanza, tumeona ni namna gani Loba ametuita katika mambo mazuri na wala sio katika mambo mabaya. Kwa hiyo neno jamani linatuosha, linatutakasha. Hiyo hasira nimeoshwa mpaka leo nimefikia hapa, sina tena hiyo hasira ya kupigana, sijui ya kufanyaje. Kwa hiyo nikaamini kabisa neno limeniosha, hiyo tayari imepigwa ikatoka nje. Kitu kibaya chochote hakiwezi kukaa na neno sehemu moja. Lazima kibaya kilichopo ndani kinapigwa, kinakuja juu, kinatoka. Yaani utaumbuliwa tu huko ndani, kama kuna namna ya tamaa itapigwa, itatoka nje, inaondoka, haiwezi kukaa kama unafuata sheria za neno na kutii sheria za neno na kuzitendea kazi sheria za neno. Naenda katika mstari wa 21 katika hiyo Esombe 41. Tasoma mstari wa 21 unasema, kwa hiyo yule anayekataa maagizo yake hakatai mtu, bali neno la Loba. Kwa hiyo jamani, neno linazidi kutukumbusha, Esombe anazidi kutukumbusha hapa kupitia neno hili kwamba anayekataa maagizo ya Loba hamkatai mtu. Anayekataa maagizo yake hakatai mtu. Hunikatai mimi, humkatai jirani yako, humkatai sijui rafiki yako, bali unakataa neno la Loba. Kwa hiyo wewe ambaye hautii maagizo na sheria za neno, haumkatai mtu yoyote, bali unakataa maagizo ya neno la Loba. Kwa hiyo ukitii maagizo ya neno, ukitii sheria za neno, ndipo unahesabika umefata sheria na umemtii Loba kupitia neno lake. Kwa hiyo huu mstari wa pili unazidi kutukumbusha na kutufundisha kwamba yeyote anayekataa maagizo ya neno, na wote ambao mko nje ya hii kweli, ambao mko nje ya hii kweli, huko bado mnatangatanga kwenye dini mbalimbali, kwa hiyo mnaikataa hii kweli, mnaenda kutangatanga kwenye dini mbalimbali kuona muujiza huu umetokea, mnaenda kuna sijui muujiza huu umetokea, umekimbilia huko. Haumkatai mtu, bali unakataa sheria za Muumba, sheria za Loba. Kwa hiyo tutoke huko kwenye kutangatanga, tuingie katika kweli, tuingie na kutii maagizo ya neno la Loba ili tuweze kuwa salama. Utakuwa salama kimwili, utakuwa salama kiroho, na utakuwa salama kinafsi. Nitaendelea kusoma mstari wa 22. Mstari wa 22 katika hii Esombe 41 inasema hivi: kwa habari ya upendo wa kindugu, hamna haja ya mtu yeyote kuwaandikia, kwani ninyi wenyewe mmejifunza kutoka kwa neno la Loba kupendana kulingana na ukweli. Katika mstari wa 22 jamani, Esombe ambaye niwaambia Esombe maana yake ni kijana. Kwenye Biblia za kisasa Esombe ameitwa kama Paulo, lakini huku kwenye kweli anaitwa Esombe ambaye ni Paulo au Paulo wa Tarso katika Biblia za kisasa. Anasema kwa habari ya upendo wa kindugu, hamna haja ya yeyote kuwaandikia kwamba sasa jamani labda Loba anakuja kutuandikia hivi na hivi na hivi, au mapatriaki wake au mwanafunzi wa mzaliwa wa pili anakuja hapa anakuja kutuandikia labda hivi na hivi na hivi. Hapana haja ya yeyote kutuandikia, bali ni sisi kutii. Tumejifunza mengi kutoka kwenye neno la Loba kwamba tunatakiwa kupendana kulingana na ukweli. Kwa vitu vingi tumejifunza kupendana. Upendo ni nini? Tumejifunza, hamna haja ya kuja tena kuandikiwa sijui nini. Neno la Loba limetufundisha. Neno tu la Loba lenye neno ni upendo tayari. Kwa kama tumejifunza hilo neno, limekaa ndani yetu, tumesikiliza hilo neno, hata kwa nyinyi ambao mnatufuatilia, zidi ambavyo unasikiliza hili neno, unazidi kufuatilia, unazidi kulikubali, mwisho wa siku kabisa utaona ndani ule upendo ambao ulikuwa nao mwanzo unakuwa, yani kama ulikuwa unapendo wa kinafiki, unaanza kubadilika na kuwa na upendo wa kweli, na huruma ikiwa ndani. Unaona kabisa hapa upendo yani upendo kulingana na ukweli.
sio ule upendo wa kinafiki. Kwa hiyo hamna haja ya kuandikiwa, bali tumejifunza kutoka kwa neno la Roba. Kwa neno la Roba linatufundisha namna ya kupendana kulingana na ukweli. Tulikuwa tunafunza huko katika dini kwamba upendo, lakini unakuta upendo ni wa kinafiki. Unakuta hapa mnaongea vizuri, kutoka huko watu wanakusema na wapo kwenye hizo dini. Kwa uone ndani ya hizo dini ndo ugomvi unakoendelea. Kwenye hizo dini ndo mambo machafuko yanakoendelea, kwa sababu hakuna upendo wa kweli kulingana na ukweli. Kuna upendo wa kinafiki huko. Tutoke jamani huko, tena tukimbie, tutoke kwenye hizo dini, tuingie huku kwenye kweli, ili tuweze kupata chakula cha kweli, chakula ambacho hakina hila, chakula ambacho hakina mkanganyiko wowote, ili tuweze kupendana kulingana na ukweli. Kwa hiyo katika huu mstari wa 22 unatufundisha hamna haja ya kuandikiwa kuhusu upendo wa kindugu, lakini neno limezidi kutufunza kwamba tuzidi kupendana kulingana na ukweli. Kwa nikisema ndio, basi ndio yangu imaanishe ni ndio. Nikisema hapana, basi hapana yangu imaanishe hapana. Isiwe na mkanganyiko, isiwe na unafiki ndani yake. Tupendane kulingana na ukweli, ndugu zangu. Tupendane kulingana na ukweli. Nitaendelea kusoma mstari wa 23. Mstari wa 23. Lakini tunawasihi kaka na dada kuwa na wingi zaidi katika upendo huu na kuweka heshima yenu kwa kuishi kwa utulivu, kufanya kazi kwa mikono yenu kama tulivyowapendekeza, ili mwenende kwa ukamilifu kuelekea wale walio nje, na kwamba msimuhitaji mtu yeyote. Katika mstari wa 23, Esombe patriaki wetu anazidi kutukumbusha kupitia neno hapa kwamba anatukumbusha kaka na dada kwa wingi wa tuzidi kuishi katika upendo, tuzidi katika upendo, na maana tuzidi kuishi katika upendo huu. Akisema upendo huu ni ina maana ni upendo kulingana na ukweli. Jamani, upendo kulingana na ukweli. Nitatoa mfano. Unakuta tupo labda katika kazi, mnaona mnafanya kazi sehemu fulani huko makazini, kila mtu ana kazi yake anamfanya, uwe mjasiriamali, uwe umeajiriwa, unakuta mpo katika kazi, umeona, lakini kuna vitu ambavyo vinatendeka kinyume na ukweli, yani uongo. Mtu anakuja kusema uongo ili kusudi aweze kufanikiwa kitu fulani, au anasema uongo kwa bosi kwa bosi wake ili mwingine aonekane mbaya. Hivyo vitu sio vizuri. Wewe hata kama bado hujaingia kwenye hii kweli, kusema uongo sio tabia nzuri, sio upendo kulingana na ukweli, bali huo ni unafiki. Unamzunguka mwenzio, unaenda unasema kitu ambacho sio sahihi kulingana na ukweli. Kwa hiyo jamani, hata huko makazini tunaona watu tunatokea ugomvi kwa sababu ya uongo, na ile hali ya kujipendekeza inakuwa inakupata. Kwa hiyo neno lizidi kutusaidia wapendwa, nyinyi ambao bado mpo nje ya hii kweli, muweze kuingia katika hii kweli ili tuweze kupendana kulingana na ukweli. Pia Esombe anaendelea kutuambia katika huu mstari, na kuweka heshima yenu kwa kuishi kwa utulivu, kufanya kazi za mikono yenu kama tulivyowapendekeza. Kwa hiyo tumeruhusiwa jamani, neno limeturuhusu kufanya kazi za mikono yetu kaka na dada. Kwa hiyo tunaenda, kila mtu anaenda anapambana huko, anapata riziki, anapata chochote kitu, anapata chakula, anaenda anapambana huko kufanya kazi. Kwa hiyo tufanye kazi za mikono yetu, tusikae tu kwamba labda jamani chakula kitashushwa, Roba kupitia neno lake atatushushia chakula, au sijui patriaki Esombe huko alipo tunaenda tunamuomba, au mababu zetu sijui huko ambao tumeshawazika, unaenda kwenye kaburi unasema, babu mimi nimeshindwa leo, nimeshinda njaa, naomba unisaidie chakula. Hapana, ni kufanya kazi za mikono yetu kama neno linavyotupendekeza, kama neno linavyotuagiza tufanye kazi ya mikono yetu ili tuweze
kupata vipato vyetu na kuendelea kueneza neno kwa wengine, kwa sababu tunakuwa tuna kipato cha kuweza hata kufika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo neno linaturuhusu jamani tufanye kazi. Huko tulivyokuwa tupa kwenye dini, unakuta tunaambiwa tukae tu kanisani. Yaani ukae tu kanisani, ufunge na kuomba. Mimi mwenyewe nilikuwa mchungaji na ninawarundika watu pale, je, tufunge na kuomba. Mnakaa kanisani mnafunga na kuomba. Mtu aende kufanya kazi. Hiyo haitakiwi. Kwa unatakiwa mtu akafanye kazi, aweze kupata kipato chake, maana neno linaturuhusu kufanya kazi, ila pia linatuambia tuwe watulivu. Kwa kuwa mtulivu ni kufanya kazi, lakini ufanye kazi sawasawa na neno. Usifanye kazi kinyume na neno. Fanya kazi sawasawa na neno, uwe mwaminifu kazini, utende sawasawa kulingana na ukweli. Pia neno linaendelea kutukumbusha katika mstari huo wa 23 kwamba mwenende kwa uaminifu kuelekea wale walio nje. Kwa hiyo wale ambao bado hawajalijua neno, sisi ambao tuko huku ndani, wanatuangalia sisi kama vioo. Kwa hiyo wewe kaka, dada ambao tayari upo kwenye neno, kwa hiyo tunaishi maisha ambao ni tofauti na wale ambao wako nje, ili wale walio nje waone tofauti yetu. Kwa hiyo tunaenenda kuwaelekea wale walio nje ili waweze kuja sasa katika hii kweli, kwa sababu wataona kabisa katika hii kweli hamna hila, hamna chochote baya. Namna tunavyoishi, tunaishi katika utakasho, tunaishi katika furaha na upendo, na tunaishi katika upendo kulingana na ukweli, na kwamba msimhitaji mtu yoyote. Kuna neno kwenye Biblia ya kisasa ilikuwa inasema amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Amtumainie mwanadamu au amtumainie mtu awelaaniwa. Kuna andiko lilikuwa linasema huko kwenye Biblia za kisasa. Kwa hiyo usimhitaji mtu au usimtegemee mtu kwa lolote lile, kwamba labda atakuja kunisaidia hichi, atakuja kunisaidia hichi. Unafanya kazi za mikono yako, na bado tunakuwa sisi kama kioo kwa wengine ambao wako nje ya neno, wanazidi kujifunza kutoka kwetu sisi ambao tumeshaijua kweli, ambao tuko katika njia hii ya utakaso, ili waone sasa katika utakaso huu nini tumebadilika, kwamba mchungaji huyu ambaye alikuwa mchungaji kitu gani amebadilika. Sasa hivi sio askofu tena. Kuna mtu aliniuliza huko kwamba kwa hiyo wewe sio askofu tena. Jamani, mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili, sio askofu tena, ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili. Ninapata mafundisho kwenye chanzo chenyewe, kutoka kwenye chanzo halisi ambao ni mzaliwa wa pili, ambao ni mwalimu wangu mimi. Kwa hiyo huo mstari wa 23 ndio unatukumbusha tusimtegemee mtu, tusimtumainie mtu, bali tusimame sisi wenyewe kulingana na neno. Tupendane kulingana na neno. Nitaendelea mstari wa 24. Mstari wa 24 unasema hivi: hatutaki kaka na dada kwamba mkose kujua kuhusu wale waliopumzika, ili msiwe na huzuni kama wengine wasio na matumaini. Tarudia tena. Hatutaki kaka na dada kwamba mkose kujua kuhusu wale waliopumzika, ili msiwe na huzuni kama wengine wasio na matumaini. Esombe anazidi kutusihi, anazidi kutufundisha hapa. Loba kupitia neno lake hapa, kupitia Esombe anazidi kutuambia kwamba hatutaki kaka na dada kwamba mkose kujua wale waliopumzika. Wale waliopumzika ni akina nani? Wale wanaopumzika. Ni akina nani wanaopumzika? Katika hali hii inaonekana sisi tupo katika hali hii inaonekana. Kwa hiyo hata ikitokea nimeondoka katika hali hii inaonekana, wanaopumzika, yani kupumzika ni kuondoka katika hali hii inaonekana, au kwa lugha tuliozoea kwamba ni kufa kimwili, unaondoka kwenye hali hii inaonekana. Kwa hiyo neno linatutaka jamani, tusikose kujua hili, maana tukikosa kujua hili tutaanza kuwa na mashaka wapi tunaelekea. Lakini neno linatutaka tusikose kujua kuhusu hili jambo, kwamba msikose kujua kuhusu wale wanaopumzika.
Kwa kuna wale ambao walikuwa kwenye kweli tayari wamepumzika, na wale ambao hawapo kwenye ukweli tayari wameondoka katika hali hii inayoonekana. Kwa hiyo kama upo kwenye njia hii ya ukweli, imani yako ilikuwa imestiki katika huu ukweli, hata ukiondoka kwenye hali hii inayoonekana, yani ukafa, umezoea kusema ukifa, tusiwe na huzuni kama wasio na matumaini. Kwa wewe ambao upo kwenye kweli hii, ukiingia kwenye kweli hii, hautakuwa na huzuni ukiondoka kwenye hali hii inayoonekana. Kwa sababu gani? Unakuwa una uhakika wapi unaenda. Unajua huwa tunaogopa kifo, tunaogopa kuondoka kwenye hali hii inayoonekana kwa sababu hatujui wapi tunaelekea, kwa sababu unakuwa hujui wapi unaenda. Lakini ambao tupo tayari kwenye kweli, tunatumaini, tunajua wapi tunaelekea. Kwa hiyo neno linazidi kutukumbusha kwamba msikose kujua hiki kitu. Msikose kujua kwamba kuna wale ambao tayari wamepumzika. Msiwe na huzuni kama wengine wasio na matumaini. Kwa wale ambao bado sasa hamjalijua neno, hata ukiondoka kwenye hali hii inayoonekana, unakosa matumaini kwa sababu haujui unaelekea wapi. Lakini ukiwa katika kweli, unakuwa una matumaini kwa sababu unajua unaelekea wapi. Unakuwa una uhakika na safari yako hii ya utakaso. Una uhakika na unakoelekea, kwamba hata kama nikiondoka niko katikati ya njia, najua wapi nakoelekea. Nikiondoka niko mwisho wa njia, nimeshapokea modi, najua wapi naelekea. Kwa unakuwa una uhakika. Lakini wale wasiokuwa matumaini ni wale ambao bado hawajalijua neno. Kwa ndugu zangu, ninawasihi nyie ambao bado hamjaipokea hii kweli, muweze kuipokea hii kweli ili muwe na matumaini ya kujua wapi unaelekea. Uwe na matumaini na nguvu, kwa sababu ukiondoka katika hali inaonekana, roho yako inakuwa ina ufahamu. Lakini wewe ambao bado hujaingia kwenye kweli, roho yako inakuwa haina ufahamu wowote ule. Nitaendelea katika mstari wa 25 ambao ni mstari wa mwisho katika tema hii ya utakaso. Inasema hivi: kwa maana ikiwa tunaamini kwamba Joksabe alikufa na kufufuka tena, tunaamini kwamba Modi atawafufua wale wanaojulikana ambao wamekufa kimwili na si kiroho katika imani ya kweli. Jamani, katika mstari wa 25 Esombe anazidi kutukumbusha. Loba kupitia neno lake, kupitia patriaki wetu Esombe anazidi kutukumbusha tena katika njia hii ya utakaso. Anasema kwa maana ukiwa tunaamini kwamba Joksabe alikufa na kufufuka. Joksabe ni Kristo wa kweli. Joksabe ni Kristo wa kweli. Sio huyo kiumbe ambaye amekuja kupachikwa hapo tukaambiwa amekufa msalabani, sijui amefanyaje. Huyu Joksabe ndo Kristo wa kweli. Kama tunaamini sasa Joksabe alikufa na kufufuka tena, kwa hiyo tunaamini sasa kwamba Modi atawafufua wale wanaojulikana kwamba wamekufa kimwili na si kiroho katika imani ya kweli. Kwa hiyo Modi, nikisema Modi ni roho wa Loba, ni Roho Mtakatifu. Atawafufua wale wanaojulikana. Nilikusha kusema hapo kwamba wale, yani ukiwa umeshaijua kweli, nawapa tu jamani, kwa wale ambao bado hamjaijua kweli, roho yako inakuwa haina ufahamu. Lakini ukiwa kwenye kweli, roho yako inakuwa una ufahamu, kwa unakuwa unajulikana. Kwa wale wanaojulikana ni wale roho zao ambao zina ufahamu, sasa wanakuwa wanajulikana. Kwa Modi atakuja kuwafufua, roho wa Loba, roho wa Muumba atakuja kuwafufua hawa wanaojulikana ambao wamekufa kimwili na si kiroho. Kwa hiyo wale waliokufa, maana roho yani wanasema heri kufa kimwili kuliko kiroho, ingaje yote sio mazuri, lakini bora kufa kimwili kuliko kiroho, kwa sababu roho inatakiwa iwe na ufahamu. Kwa hiyo itakuja kuwafufua wale waliokufa kimwili katika imani ya ukweli, na wala sio kiroho. Roho yako inakuwa ina ufahamu, roho yako inakuwa haifi, yani ina ufahamu. Kwa hiyo watakuja kufufuliwa wale ambao wapo katika imani ya ukweli, ambao wanakuwa wana matumaini, ambao wameishi kwenye njia ya utakaso, wameishi kulingana na neno la Loba. Tafufuliwa katika imani ya ukweli, kwa sababu roho zao zinakuwa zina ufahamu. Wamekufa kimwili, lakini roho zao zina ufahamu katika imani hii ya kweli.
kweli na imani ya kweli. Pembeni ya imani hii ya Roba hakuna ukweli mwingine. Pembeni ya mzaliwa wa pili hakuna ukweli mwingine. Ukweli ni huu hapa jamani, ambao nimeusema siku ya leo, na tumeweza kujua namna utakaso ulivyo, tumeweza kuona namna utakaso ulivyo. Kwa tutembee kulingana na njia hii ya utakaso, ili mwisho wa siku tuweze kuwa tunaojulikana, ili mwisho wa siku na sisi Modia atatufufua kule. Katika imani hiyo ya ukweli unakuwa una uhakika na njia unaoiendea, kwa sababu kuna ulinzi mkubwa. Roho za agizo kula vitu, roho la agizo tukisema agizo kula vitu ni kule kwenye uzima wa milele. Kwenye Biblia za kisasa wameandika uzima wa milele, kwamba kwenye agizo kula vitu, zile roho za agizo kula vitu linakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo jamani, ninashukuru sana kwa kunisikiliza, kwa wote ambao mmenisikiliza siku ya leo. Asanteni sana. Tuendelee kusimama katika njia ya utakaso, ili tuweze kutakaswa, mabaya yote yaondoke, tuweze kuoshwa, tuweze kusafishwa na neno sawasawa na Isombe hapa alivyotuambia. Ninawashukuru sana kwa leo jamani, naomba niishie hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Utukufu kwa Roba.